Kama mnavyojua, tulitangaziwa kifo cha Baba Mtakatifu Francisco. Kardinali Kevin Farrell ndiye aliyemtangaza hapo jana kwamba Baba Mtakatifu saa 1:35 za kule Roma aliaga dunia. Na kama mnavyojua, Baba Mtakatifu ameugua kwa kipindi kirefu, na basi jana Mwenyezi Mungu alimuita kwake. Baba Mtakatifu Francisco, kama tunavyomjua, alichaguliwa kuwa papa mwaka 2013 baada ya kifo cha baada ya Baba Mtakatifu Benedict kujiuzulu. Na Baba Mtakatifu Francisco alichukua jina la Francis, na yeye ni papa wa kwanza kuchukua jina la Francis. Alichukua jina la Francis kwa sababu mnajua historia ya maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Huyu alikuwa ni mtu ambaye hapendi makuu. Alikuwa hapendi makuu kabisa. Ni mtu ambaye alikataa maisha ya kifahari. Kwa hiyo na papa alichukua jina hilo kutaka kuiga maisha ya Francis, kwamba awe papa ambaye anayejaribu na kuwasihi watu kuishi maisha ya kawaida na sio maisha ya kifahari. Na yeye kama unavyojua, Papa Francis marehemu sasa aliishi hicho, hakupenda maisha ya kifahari. Kule Roma kuna kule Italia kuna ile kaso ya papa, ambapo wakati wa sama Baba Mtakatifu huwa wanaendaga huko kwa ajili ya kwa ajili ya mapumziko. Gandolfo huyu hakuwahi kukanyaga huko, hakwenda kabisa huko, na ile nyumba ambayo ni ya kifahari kule imebakia kama museum. Kwa Francis kwa kweli alikuwa papa ambaye ni mnyenyekevu, papa ambaye ametetea sana wanyonge, papa ametetea watu ambao ni maskini, na pia alijaribu kulifanya kanisa lipunguze matumizi yake. Ukiangalia huko katika kwenye Roman Curia, yani hizi ofisi mbalimbali ambazo zinaendesha kanisa kwa ujumla, alijaribu kukata mahitaji, amepunguza kwa kweli, na nile lengo kwamba fedha ya kanisa itumike vizuri na pesa isitumike vibaya katika mambo ya ufahari. Kwa hiyo Francisco kwa kweli, Papa Francisco alikuwa kweli mnyenyekevu, na kweli alijitahidi sana kutetea wanyonge. Unakumbuka pia hata wakati fulani, unakumbuka ile biashara, sio biashara, wageni wanajaribu kuhamia huko Ulaya, wanakufa baharini huko. Kitu hicho kilimuumiza sana, na alijua kabisa kwamba watu wanasafiri kutoka Afrika, sio sehemu nyingine, Uarabuni kwenda Ulaya huko, kwa sababu ya ile hali ya umaskini. Umaskini ndio unaofanya wakimbie kutoka nchi zao waende nchi nyingine. Kwa hiyo ilimsikitisha sana Baba Mtakatifu Francisco. Kwa hiyo ni kwa mtetezi kwa kweli wa wanyonge. Sasa amefariki, na tumuombe kwa kweli, tumuombe Mwenyezi Mungu amkaribishe katika ufalme wake huko mbinguni. Kipindi ambacho Baba Mtakatifu hayupo, je, kanisa linaongozwaje? Kanisa lina jopo la makardinali. Kwa hiyo kipindi ambacho papa hayupo, ili jopo la makardinali ndilo linalo tawala kanisa, linaloongoza kanisa kipindi ambacho Baba Mtakatifu hayupo. Kwa hiyo majukumu ya kuliongoza kanisa
yapo chini ya hili jopo la makardinali na wanaye kiongozi wao, basi watakuwa naliongoza kanisa mpaka tutakapopata Baba Mtakatifu mwingine. Sasa Baba Mtakatifu mwingine anapatikanaje? Ni kwamba inapotokea kifo cha Baba Mtakatifu, navyojua baada ya kifo kutangazwa, siku 15 zipite kwanza, kuanzia siku ya 16 ndiyo uchaguzi wa papa utafanyika. Kwa hiyo makardinali wale ambao wanapaswa kwenda kwenye uchaguzi ni makardinali wale ambao wana pungufu ya miaka 80, ndio watakaoingia kwenye chumba cha kufanyia uchaguzi wa papa. Kwa hiyo saizi watakuwa wanajitayarisha. Kwanza kuna mazishi yake, na baada ya mazishi yake basi kuna uchaguzi wa papa utakao kuja kutokea. Kwa hiyo makardinali watakusanyika katika kule Roma. Kuna kikanisa kinaitwa Sistine Chapel, ndiko ambako hao makardinali watakusanyika. Huu mkusanyiko lao unaitwa conclave. Conclave ambapo wanajifungia. Na ilitokea huko zamani mwaka 1271 Baba Mtakatifu alifariki na ikawa kwamba lazima mwingine achaguliwe. Kwa hiyo makardinali wakashindwa kuchagua papa. Miaka 3 ikapita. Sasa watu wanasubiria. Baadaye wakasema watu ngoja tuwafungie ndani. Tuwafungie ndani. So ndio hilo neno la conclave linatokana cum afu clave, so with the key. Kwa hiyo fungia ndani kabisa mpaka mtuchagulie papa. Kwa hiyo waliwafungia ndani hao makardinali, na baadaye wakampata papa ambaye ni Gregory wa 10. Kwa hiyo kwenye conclave ambalo ni kusanyiko la makardinali ambao wanapiga kura, kwa kweli hakuna mawasiliano na watu wa nje, wanajifungia kabisa. Hakuna mawasiliano kabisa. Wataingia watu wengine ambao watasaidia vyombo vitakavyotumika huko kwenye uchaguzi, watu wanamna wataingia kule, lakini mawasiliano na watu wa nje yanakatwa kabisa. Watu wa nje watakuwa nasubiria uchaguzi ufanyike, unaona Kwa hiyo kwa kweli kuna kujifungia, na hakuna watu wa nje hawajui kitachoendelea kule ndani, wanasubiria tu ule moshi mweupe utoke kwenye ile chimli ule, wanasubiria. Kwa hiyo wanapopiga kura sasa, wanaweza wakashindwa kupata kiwango cha kura kinachohitajika. Nadhani ni 2 ya 3. Raundi ya kwanza ilipofanya hakuna kupata papa, zile kura zinachomwa, alafu kuna chemical fulani ambayo wanaweka, madawa fulani ambayo wanaweka kule, inaweka ile chembe. Kwa hiyo moshi kule unatoka mweusi kule. Watu wanajua kwamba bado hatujapata papa. Na wanarudia tena watakapopata yule ambaye sasa wanahitaji kura ambazo zimetimia, ndio sasa zile kura zinachomwa na niwazi ka chemical fulani inaweka, moshi kule unatoka mweupe. Watu waliokusanyika kwenye St. Peter's Square wanapoona moshi mweupe umetoka kule, wanajua kwamba tayari wamesha Baba Mtakatifu amepatikana. Kwa hiyo anayechaguliwa wanamuuliza, anaulizwa kabisa, je, unakubali kuwa papa? Lazima aulizwe, unakubali? Basi anaweza akasema ndio ama akasema hapana. Basi akikubali kwamba ndio, kinachofanyika ni kwamba anaambiwa, ungependa ufahamike kwa jina gani? Kwa hiyo
yeye mwenyewe anachagua. Kama Francisco yeye jina lake alikuwa Francis, ilikuwa ni Bogolio situ namna hiyo. Kwa hiyo yeye akaamua kuchagua Francis. Kwa hiyo anayechaguliwa na akakubali, anaulizwa kwa jina gani ungetaka utafahamike. Atasema mimi nataka nifahamike fulani na fulani fulani. Na kwa miaka yote tangu kanisa lilivyoanza, mababa watakatifu walikuwa na jina moja moja. Yaani kwa mfano wanavyosema Francis. Francis nani? Sasa Baba Mtakatifu Yohani Paulo, kuna Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa pili. Huyo ndiye alikuwa wa kwanza kutumia majina mawili kwa kweli. Lakini kabla hapo ilikuwa jina hili moja tu. Sasa yeye huyu alichukua majina ya mapapa wawili waliomtangulia, Yohani wa 26 na Paulo wa 6. Kwa hiyo Yohani Paulo yule wa kwanza ambaye aliongoza kanisa tu kwa mwezi mmoja na baadaye akafariki, ndio baadaye anakuja aliyemfuata akaamua kuendelea na lile, ndio maana tunasema Yohani Paulo wa pili. Kwa hiyo Baba Mtakatifu mpya anaambiwa achague jina, basi anachagua jina kuendana na Roho Mtakatifu anavyomwangazia. Kwa hiyo akishatoa jina ambalo angependa fahamike na hilo, basi wale makardinali ambapo wapo mle ndani, basi wanapewa fursa. Ni wazi atakuwa watamvika nguo za kipapa, alafu na wale makardinali ambao wamehudhuria kwenye hiyo conclave kupiga kura, wanapewa fursa sasa kuja kutoa heshima kwa Baba Mtakatifu mpya. Unaona, kutoa heshima kwa Baba Mtakatifu mpya na pia kuahidi utii kwake. Unaona, wakishafanya hivyo sasa, ndiyo sasa Baba Mtakatifu mpya ndiye anatokeza sasa kwenye ile dirisha. Unaona anatokeza kwenye ile dirisha na ni wazi kabla hajatokeza kwenye ile dirisha, kuna huyo muhusika, kardinali muhusika anatangaza kwamba habemus papam, yani kwamba tunaye papa. Nuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anatangaza pale na watu walikuwa kule nje wanashangilia. Ni wazi watakuwa wameshaona ule moshi mweupe unatokea kule kwenye chemli mweupe ule, wanasubiria sasa yule atokeze atangaze kwamba sasa tuna papa. Kwa hiyo anatangazwa, na baadaye akishatangazwa baadaye anakuja pale anatoa baraka kwa mji wa Roma na kwa dunia nzima. Dunia nzima. Hiyo baraka ndio ile wanaita urbi et orbi. Ndio baraka ambayo inatolewa pale. Na baadaye kishatoa hiyo baraka, basi anarudi ndani na tayari nakuwa tunaye Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu mpya. Ndio walao utaratibu ulivyo wa baada ya kifo cha papa, kinachotokea ni kuja kupata Baba Mtakatifu mwingine. Sawa, asante, nashukuru kwa swali hilo. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba basi yeye ndiye aliyeniteua, sababu maaskofu hawachaguliwi. Wanateuliwa, hata makardinali wanateuliwa. Baba Mtakatifu yeye anachaguliwa na makardinali. Naona. Lakini maaskofu kwa kweli hakuna mambo kuchaguliwa kuendana na sheria za kanisa za sasa hivi. Hakuna kuchaguliwa, ni kuteuliwa. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi niliteuliwa kwa askofu kipindi chake. Namshukuru na sina budi kumwombea kwa sababu nilipita kwake nimekuwa askofu msaidizi. Kitu ambacho kwa kweli cha kipekee kwa huyu Baba Mtakatifu aliyefariki Francisco ni ule unyenyekevu wake na ile simplicity, sema
Yaani unaona hata kama unaona hata alivyokuwa alikuwa very simple. Kwa hiyo hata msalaba unaona kuna wakati fulani picha fulani ambayo inatokeza, unaona kama msalaba kake ni kadogo tu. Sio ile msalaba likubwa linajaza kifua. Kama msalaba kake kadogo tu hapo. Yaani kuonyesha ule unyenyekevu aliokuwa nao. Kwa hiyo alikuwa mnyenyekevu sana. Kwa hiyo najifunza kwamba kweli tunahitaji kuwa wanyenyekevu, kuwa simple kama Francisco alivyokuwa. Pia kutetea wanyonge. Yeye alikuwa sana upande wa wanyonge. Alijishusha sana. Sasa mnakumbuka hata ile kujishusha hata wakati akiwa bado na nguvu, wakati wa Alhamisi Kuu, ile misa ya karamu alikuwa anaenda sivyo hata kwenye magereza kule. Anaenda anaosha miguu wale wafungwa kule. Sio kuosha watu tena, alikuwa anabusu miguu yake, anabusu kwa mdomo ile miguu ya wale alioosha miguu. Yaani ni unyenyekevu hali ya juu. Wangapi wanaweza kufanya kama yeye? Kwa hiyo mimi najifunza hicho kwamba kweli tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Tusipende makuu. Tuwa wanyenyekevu. Kumbe ametuonyesha mfano. Basi nashukuru Mungu. Ndio.